ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. kumtakia swala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tumo ndani ya mwaka mpya, mwaka wa Kiislamu, mwaka wa 1447 Hijiria. Kama tulivyoona ya kwamba masiku yanakatika na muda wetu unakaribia kuondoka. Kwa hiyo kila mmoja ajiandae kwa ajili ya kuelekea kule anakostahili kuelekea katika safari yake. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, kun fi dunya kaannaka ghalibun, ishi katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni au abir sabil au mpita njia. Hii dunia unaishi kama mgeni, unaishi kama mgeni au mpita njia. Usiishi kana kwamba wewe ndo mkazi kabisa, hautaondoka katika hii dunia. Kwa hiyo mwaka huu uliopita na mwaka huu ulioingia, hiwe ni sababu ya mazingatio kwetu sisi ya kwamba muda wote unaweza ukaondoka. Sasa ukiondoka, ni kitu gani ambacho umekifunga? Sawa, mtu akitaka kusafiri, kiwa ni msafiri, kuna kitu anakifunga. Na kitu anakifunga kwa ajili ya kuondoka, au kuna kitu anafungiwa. Sasa wewe unataka usafiri, kitu gani umekifunga? Funga matendo yako yawe katika matendo yaliyokuwa mema. Funga matendo yako yawe miongoni mwa matendo yaliyokuwa mema, ili utakapoenda uende ukiwa salama, usije ukapata matatizo katika safari yako. Maana mtu yeyote ambaye anataka kusafiri huwa anajiandaa na safari. Anaandaa nauli, anaandaa nini, kitu atakachokitumia huko ndani ya safari yake. Sasa na wewe tambua, hii safari unayoelekea ni safari iliyokuwa ngumu, nzito. Safari ambayo hautokuwa na mtu wa kukusaidia isipokuwa kile ambacho umekiandaa. Utopata cha kukusaidia isipokuwa kile ulichokiandaa katika matendo yako. Hasa safari yako ifunge vizuri. Funga. Andaa fungasha ambalo utaondoka nalo utakalo kusaidia. Ni katika fungasha lako, miongoni mwa mafungasha yako ni katika matendo yaliyokuwa mema. Swala tano. Zifunga zile nguzo tano zote, zile mabani ya Islam. Jitahidi zile utakazokuwa na uwezo nazo. Zile ambazo hauna uwezo zinahitajia uwezekano wa kipesa na kimali, basi hiyo mche Allah kadiri ya uwezo wako. Lakini hizi zinazowezekana, iswali kwa wakati wake, swala 5, funga kama hauna udhuru wowote ule, funga. Jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutenda matendo yaliyokuwa mema. Jiepushe na shiriki, jiepushe na bid'a, jiepushe na maasi. Mche Allah subhanahu wa ta'ala. Ifunge safari yako. Na kila mwaka unapokatika, ndivyo umri unavyoisha, na muda wako unavyoisha, na maisha yako ya kuisha hapa yanakaribia. Hebu hesabu ni wangapi tuliokuwa nao miaka ya nyuma, mwaka jana, mwaka huu tuliomaliza. Wangapi tuliokuwa nao? Leo, siku ya leo wapo watu wanasema kwamba wanaombea dua ya 40. Sio hivyo? Wapo jana usiku wametinya mangombe nini, wameandaa vyakula nini eti 40. Tulikuwa nao mwaka jana. Ima huenda tulikuwa tunafanya nao ibada, wanajitahidi katika nini na nini, lakini hebu angalieni. Lakini leo eti wanaenda kuwaombea dua. Sasa wewe jifikirie, je, huu mwaka tunaoingia, huu mwaka tulioingia, utaisha ukiwa bado uko hai na wewe au utakuwa ni miongoni mwa wale utakao kuwa wanafanywa bid'a kama leo inavyofanywa? Wewe mtumia ikhwan, aiwana wao tuzingatie kuondoka kwa mwaka ndivyo unavyoisha kwako wewe. Kwa hiyo kingine ni kujiepusha na masala ya bid'a, kujiepusha na mambo ambayo hayamo katika sheria ya dini yetu. Kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya matendo yaliyokuwa mema. Jitenge na bid'a, jikurubishe katika sunna. Baki katika sunna. Baki katika manhaji aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio njia yetu. Hakika. Baki katika Uislamu uliokuwa wa asili. Uislamu aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam.
ambao ni wa kitabu na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallama ala fahmi salafil umma, juu ya ufahamu wa wema waliotangulia salafuna salih, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Baki hapo hapo, inakutosha kwako wewe, yakutosha kwako wewe kubaki hapo hapo. Yale yaliyozuliwa jitenge nayo, na jitenge na bid'a na watu wa bid'a, jitenge nao kabisa, sikurubie sehemu ambapo wanafanya bid'a. Ni tahadhari ambayo naiweka watu waifahamu, na wale ambao ndugu zetu wamejikurubisha mfanyaje, haifai hakika. Hata kama hatakuwa ni nani, hata kama utakuwa ni kwamba ni unajua ni nyumbani bwana, watu wa karibu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hada Allah wa rasulahu walau kana aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin minhu. Sio hivyo? Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Utawakuta wale ambao wamemwamini Allah, wana imani billah, wana imani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanamwamini Allah kwa yale ambayo Allah amewateremshia, kitabu cha Allah, sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na wanaamini siku ya mwisho kwamba watakuja kufuliwa, watahesabiwa kunako yale waliokuwa wakiyafanya, watalipwa, wataingizwa ima janna ama na. Wakaamini hilo, watapimwa katika mizani ya matendo yao. Utawakuta watu wa namna kama hivi waliokuwa na imani iliyokuwa ya sawa sawa, yuaduna man hada Allah, wakiwapenda wale ambao wanampiga vita Allah, wana mapenzi nao, wanajikurubisha nao, wanafanya miamala nao ya kidini, miamala kama hiyo ya kibida, mambo ya 40, mambo ya hitima, mambo ya nini, yote uweze ukawakuta watu wenye imani. Hata kama watakuwa, Allah subhanahu wa ta'ala akasema hata kama watakuwa ni baba zao, wazazi wao ndio wanafanya hivyo, hawezi wakawa na mapenzi nao, hawezi wakashirikiana nao katika mambo kama hayo. Hao ni watoto zao, hao ni ndugu zao, hao ni jamaa zao. Hao waliokuwa na imani ambao wamekataa yale ambayo, na wamewakataa wale ambao wanampiga vita Allah na wanamfanyia wadui Allah, ulaika kataba fi qulubihim al-imana. Hao ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandikia katika nyoyo zao imani. Allah ametia katika nyoyo zao imani, kaandikia imani. Wao wana imani hasa sawa sawa, hawezi wakakubali upuuzi ambao unaingiza katika dini na wao wakaingia katika huo upuuzi, hawezi wakakubali. Wa ayyadahum bi ruhin minhu, na wakatiliwa nguvu kwa roho itokayo kwake Allah subhanahu wa ta'ala, wa roho ya Jibril. Hawa tayari nyoyo yao imesimama sawa, imesimama imara, wana msimamo wa kisawa sawa. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wataingizwa katika janna ipitayo chini yake mito. Hawa ambao wamekuwa na imani wakasimama sawa, wakasimama imara, wataingizwa katika janna ipitayo chini yake mito, wataishi humo milele. Ala inna hizballahi humul muflihun. Tambueni ya kwamba kundi la Allah subhanahu wa ta'ala ndilo lilofaulu, kundi ambalo limesimama sawa sawa, likakataa shirki, likakataa bid'a, likakataa maasiya, likabaki katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ndilo lenye kufaulu. Kwa maana kwa hiyo tubaki katika toa, tupingane na yale ambayo yamezuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa sababu ya kufurahisha nafsi zetu au nafsi za wengine au matumbo yetu. Mwingine anasema naenda kula mimi pale tu, naenda kula tu. Au mwingine anasema sawa, tanionaje pale, unajua kuna jamaa yangu, huyu ni rafiki yangu, huyu ni ndugu yangu, huyu ni mdogo yangu, huyu ni shangazi yangu, huyu ni nani, sasa nisipoonekana watanionaje? Ufikiri kwamba Allah atakuonaje? Ufikiri hilo. Wewe fikiria kwamba Allah atanionaje hapa. Haya mambo ya wengine kwamba watanionaje, achana nao, hawana msaada wowote kwako wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu wamekataa yale mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikuchelewesheni kwa sababu ni Ijumaa, watu wanatakiwa waswali, waende
katafute katika yale ambayo amewaruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha niwaambieni ndugu zangu waislamu, zidi kuwa nasihi, waiteni watu waje washiriki katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika kijiji chetu hiki anazembea sana, hasa siku ya Ijumaa, lakini wamo ima huenda anafadhilisha kazi zake, na anaona kazi yake ni bora kuliko ibada ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ameshasema, idha nudiya li salati min yawmil jum'ah, pindi itakaponadiwa sala ya Ijumaa, nendeni haraka, fanyeni haraka, nendeni katika misikiti, katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ulama wakasema chochote chumo lolote litakalochumwa ndani ya muda wa swala wa siku ya Ijumaa au swala yoyote, swala imeshanadiwa, wewe ukaendelea kuchuma, ima kuuza ama kununua ama kufanyaje, lolote lile linakuwa ni chumo la haramu. Wewe familia unakuwa unailisha kitu kilichokuwa cha haramu. Siku ya Ijumaa watu wanapaswa ukifika muda wa Ijumaa wakimbie waelekee katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanasi ndugu zetu, mwambie ndugu zetu kwamba daima kile utakachokichuma katika muda wa swala ujue kwamba umechuma chumo lilokuwa la haramu. Siku ya kiyama utakuja kuulizwa na watoto wako na kuwa umewalisha chumo lilokuwa la haramu. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka